Mheshimiwa waandishi wa habari, mimi jina naitwa John Mehena. Ni mwenyekiti wa jimbo la Lushoto kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Leo tulikuwa na kikao cha dharura ambacho imebidi tuitane kuelezana hali halisi na mwenendo mzima wa chama chetu katika nchi yetu ya Tanzania, kutokana na madhira mengi ambayo tunayapata katika kugombea haki za wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo hiki kikao ni kikao kifupi cha dharura cha jimbo la Lushoto, na hasa kuweza kufanya tathmini juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita 2024, tofauti zilizojitokeza na mambo mengi ambayo tulifanywa na Chama cha Mapinduzi ambayo ni kinyume na taratibu za sheria za nchi yetu ya Tanzania. Tumeweza kufanya tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Tumeona kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa uchaguzi batili, haukuwa huru wala haukuwa na haki. Tumeweza kufanya tathmini hii kutokana na jinsi tulivyopambana na watendaji wa serikali watendaji wa vijiji na wakata na hata mkurugenzi. Tuliweza kupambana nao sana katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Pale tuliponyimwa haki, tulipaza sauti, lakini sauti zetu hazikusikika. Kwa hiyo tumefanya tathmini hii, tukaona kwamba uchaguzi kwa ujumla, uchaguzi wa serikali za mitaa haukuwa huru na haki. Na ndio tumeelekea sasa kufikia kuweza kutoa matamko kutoka taifa kwamba no reform no election, kutokana na tathmini hii ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo ndugu yangu mwandishi wa habari, tumekuita hapa tuweze kutoa msimamo wetu kama chama katika jimbo la Lushoto, kwamba kauli mbiu yetu ya no reform no election tunaisimamia, tuko nayo. Watu wengi sana wanafikiri kwamba tumejitoa kwenye uchaguzi. No, ni kwamba tumesema hivi, bila matengenezo au marekebisho hatutafanya uchaguzi. Maana yake hatutafanya uchaguzi sio kwamba sisi tunajitoa kwenye uchaguzi, maana yake ni kwamba hata uchaguzi hautafanyika. Kwa hiyo ndio jambo muhimu sana lilotuita mahali hapa. Tukaamua tukae, tujadili na tuondoke na msimamo huo kwamba tunaunga chama taifa kwa kauli hii mbiu ambayo imetolewa ya kusema no reform no election. Tuko pamoja, lakini tuko pamoja na mwenyekiti wetu aliyowekwa ndani, na tunasema kwamba tunawahimiza wananchi ikiwezekana hata ile tarehe 24 tuwepo mahakamani, kwa sababu ni haki yetu ya msingi kusikiliza mwenyekiti wetu anaelezwa kitu gani alichokifanya kibaya katika nchi mpaka kuwekwa ndani. Tuko pamoja, tutakwenda mahakamani kwenda kusikiliza mwenyekiti wetu anaambiwa nini. Asante ndugu wangu. Nini itakuwa kwa wananchi sasa? Wito wangu wananchi wawe na subira. Wawe na subira tunapokwenda kwenye wakati huu mgumu wa chama kuingia katika misukosuko migumu kwa ajili ya ukombozi wa wananchi wa Tanzania. Tuwe na subira, tusiwe na miumko, tuondoe tofauti zetu, tuunganike kwa pamoja, tujenge chama chetu ambacho ni chama imara katika nchi yetu ya Tanzania. Chama cha Chadema ni chama imara ambacho kimeheshimika kutokana na sera makini walizonazo. Asante. Majina naitwa Abtwalibu Musa Khatibu. Ni katibu mwenezi jimbo la Lushoto kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumeingia kwenye kikao cha leo ambacho ni kikao kifupi sana na kikao ambacho ni cha dharura kwa
jimbo la Lushoto kama kamati tendaji. Lakini moja kwa moja kama alivyotangulia kuzungumza mwenyekiti wangu wa jimbo, kwa nini tumekaa kikao hichi cha dharura? Ni kutokana na hali halisi ya nchi ilivyo. Hasa moja kwa moja katika vyama vingi, tasnia nzima ya kwenda katika uchaguzi mkuu tumeshafanywa madhila huko nyuma katika uchaguzi wa mwaka jana 2024 wa serikali za mitaa. Sasa vipi tunaenda katika uchaguzi mkuu? Tunaendaje? Na nini kifanyiki ili tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu? Tuna kauli mbiu no reform no election. Nini maana yake? Tunajua wengi wanadhani kwamba tunaposema no reform no election ni kwamba tumesusia uchaguzi, hatuingii katika uchaguzi. La, tunaingia katika uchaguzi, isipokuwa uchaguzi huu tutaingia kwa yale kupatikana kwa mabadiliko. Lakini kama hakuna mabadiliko, hatuingii kwenye uchaguzi, na uchaguzi huo haufanyiki. Uchaguzi huo haufanyiki vipi? Kama hakuna mabadiliko, sisi kama Chadema tunaingiaje katika uchaguzi wakati tumeshalalamika kwamba hakuna haki au katika hizi chaguzi zote ambazo tumeshafanywa madhila kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa? Sasa tupo hapa, maazimio yetu katika kikao hichi ni kwamba tunaunga mkono viongozi wa taifa kwamba no reform no election, hatuwezi kuingia katika uchaguzi pasipo mabadiliko. Serikali hii ya Chama cha Mapinduzi ihakikishe ifanye kwanza mabadiliko. Ikifanya mabadiliko, tunaingia kwenye uchaguzi. Hata wakakaa miaka 2-3, ili mradi tu kumepatikana mabadiliko, tunaingia katika uchaguzi. Lakini kama hakuna mabadiliko hayo, hatuingii kwenye uchaguzi huo, na wala uchaguzi huo haufanyiki. Tutahakikisha tumezuia uchaguzi huo haufanyiki. Na tutauzuia vipi? Lazima tutauzuia kwa namna ya kisheria. Sio kwamba tutaanza kupigana, la, hatupigani, tunapigana kwa sheria. Kwa nini tumesema hakuna mabadiliko? Je, haya mabadiliko ni ya namna gani? Mabadiliko haya ni ya kusimamiwa uchaguzi na wakurugenzi. Na ndio haya tumetoka nayo maazimio kwamba mabadiliko haya tunahitaji wakurugenzi, watendaji wa kata, walimu waondoke katika usimamizi kuwa mawakala wasimamizi wakuu wa uchaguzi wa serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu, ili tuweze kufanya uchaguzi ambao ni wa huru na haki, usiokuwa na kona. Ndugu mwandishi, nafikiri ya kwangu ni hayo. Labda katika uchaguzi wa serikali za mitaa, labda zile tofauti ambazo nyinyi mmeziona kama wanachama, nyinyi mlichukua hatua gani kuzitatua zile changamoto zile? Changamoto kwanza, kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa ambao umepita 2024, zipo changamoto nyingi ambazo zimetokea kwa jimbo la Lushoto, kata mbalimbali. Siwezi nikazitaja zote, na ndio maana kwa nini tumekaa kikao hichi cha dharura ni kutathmini uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita. Kulikuwa na changamoto gani? Na hizo changamoto ndo tumezitathmini na kupata kwamba hatuwezi kuingia katika uchaguzi mpaka hapatikane haya mabadiliko. Kwa hiyo labda hiki mnachokifanya mlichokigomea ni nchi nzima au ni sehemu tofauti, ili wananchi na wajue? Mwandishi wa habari, no reform no election sio mtu mmoja mmoja kama unavyoona mimi katibu mwenezi jimbo la Lushoto. Hapana, ni nchi nzima. Nadhani hata wewe ni mwandishi wa habari unaona. Sasa huo mwandishi wa habari wako sijui unakomea wapi kama huoni. Una swali jingine? Ndio iko naye. Sisi hatuwezi kukimbia kwa lolote kwa watu wa Lushoto, isipokuwa tunachoangalia tayari kuna mawakili. Tunaenda kwa sheria. Kama wao wanatumia jeshi, sisi tuna silaha ambayo tunaitumia ni sheria. Na namna ya sheria ndipo tunatotoka. Hatuwezi kutumia, hatuna jeshi sisi. Lazima tutumie sheria. Okay, sasa kama katibu mwenezi wa Lushoto, labda una kitu cha kuambia na Lushoto juu ya haya ambayo nazungumza hapa? Haya yaliyopo humu au kwa nchi kwa ujumla
ni lazima kama katibu mwenezi kwanza kwa jimbo la Lushoto ni lazima kuwa na subira kwanza. Hatuwezi kukurupuka. Lazima tuwe na subira kwa sababu kuna viongozi walioko ngazi za juu. Na jambo hili linafuatiliwa kisheria. Sio kwa kukurupuka au kwa kupata mihemko, hapana. Lazima tuende kitaratibu kisheria. Na hata kama ni kuingia kujua ndani ya mahakama siku hiyo, nadhani tarehe 24 tutaingia kwa mujibu wa katiba. Tuna haki ya kuingia na kusikiliza kama mwenyekiti wetu anaambiwa nini juu ya tuhuma ambayo amepewa. Okay, majina yako tena? Kwa majina yangu ni Abdwalibu Musa Khatibu, katibu mwenezi jimbo la Lushoto kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. People! Hebu tuambie kikao kipoje hiki? Mimi kwa kweli ni mara yangu ya kwanza sana kufika katika vikao hivi ya Chadema. Lakini nimefurahi sana kwamba ni watu wako makini sana. Na namuombea Mwenyezi Mungu awajalie na msimamo ule ule wa kuweza kusimamia taratibu za vyama. Kwa sababu hawa watu nifikiri ni watu lele mama, kumbe hawa watu wako makini zaidi. Nimekaa hapa nimesikiliza wanavyozungumza, hawa watu wako makini. Kwa maana hii nimeonelea haya yaliyozungumzwa hapa ni ya msingi sana kwangu. Mimi nimefurahika sana katika moyo wangu, kwa sababu hatuwezi kuona Chama cha Mapinduzi wanakanyaga wenzao. Na hivi vyama vimeingia kisheria hapa nchini, vimeingia kisheria, sio kwamba vimekurupuka. Halafu serikali ya Chama cha Mapinduzi ndio iliyopokea vyama hivi kuviingiza hapa nchini. Lakini naona kama wanaonyanyasa kitu ambacho sio kizuri. Mimi sifurahi. Naomba viongozi wa chama tawala wote wathamini vyama vya upinzani, kwa sababu havikuja kwa kubahatika. Vimekuja kwamba viangalie haki za wananchi na kufanya maendeleo ya nchi. Maana mimi kama nitaambia bwana acha kufanya hilo hapo bwana unaumiza watu, tayari maendeleo ya nchi narudi kwenye level na kufanya maendeleo ya nchi. Sasa kama huyu mtu mnamnyanyasa, hutaki akifanya yake, kwa kweli humfanyie haki. Kama uchaguzi hizo nazungumzwa hapa, hizi chaguzi kweli mimi zimetia aibu sana. Kwamba kwa nini watu hawa hawapewi haki? Huyu ndugu yangu hapa kanyang'anywa tu kwenye kijiji chake, akaondolewa tu bila kuelewa ameondolewa vipi, haijulikani. Nikaona hii vipi? Na ndio sababu nimeunga mkono hoja za hawa wajumbe wote hapa waliokaa kwamba kama mabadiliko hatafanyika na uchaguzi hakuna. Nimeunga mkono 100%. Kama mimi lakini nimeunga mkono kwa sababu hatuoni kwamba Watanzania watafanyiwa haki kama ikienda hivi, kwa sababu sisi ni ndugu. Hapa Tanzania tumekaa kama ndugu. Sisi ni ndugu. Mimi ukinifanyia ubaya, umemfanyia mtoto wa mjomba wako au mtoto wa shangazi yako, umemfanyia ubaya. Lakini sasa kuna haja gani kumtoa kwenye uchaguzi? Si mwana kijiji anataka agombee nafasi hiyo, huende ikawa akatuletea maendeleo, akafanya maendeleo ya kijiji. Kwa nini mnamtoa huyu mtu? Amekosea nini? Amefanya nini mpaka mnamtoa kwenye uchaguzi? Hilo limetuuzi sana, kwamba kwa nini watu hawa watendewe haki. Mimi ni mshauri kwenye kijiji changu, mimi ni mshauri wa vyama vya upinzani vyote. Hawa kina SC Wazalendo wanakuja, kawaambia jamani, bila tume huru uchaguzi hamtaweza kushinda hata siku moja. Na mtanyanyaswa nyinyi mpaka muone kwamba hapa panatosha. Sasa kwa leo niliyoona hapa wajumbe hawa wanaozungumza, nimefurahi sana kwamba wana msimamo mzuri, na kuomba mwandishi wa habari hizi zifike mbali, kwa sababu nao wajue kwamba kumbe kuna watu huko wanaoweza kutetea maslahi ya Watanzania, kwa sababu kula za Watanzania. Wewe unapodhulumu kula zile, unapomdhulumu mtu kula, umemdhulumu huyu mtu. Mimi mathalan mwandishi wa habari nimekwenda pale kupiga kula, nimepoteza muda wangu mimi masaa chungu mzima, lakini kapiga kula yangu ukaiba wewe ukampa mtu mwingine. Uone kwamba umemfanyia haki.
hukumfanyia haki. Kwa hiyo bwana, mimi sina ya kuzungumza mengi, bali nasema kwamba yaliyozungumzwa na wajumbe hawa mimi naunga mkono 100%. Majina yako tena? Mimi naitwa Hamisi Asmani Samauva. Mkazi wa wapi? Mimi mkazi wa Ubiri. Okay. Mimi kwa jina naitwa Yasini Amili Kikazi. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo wa kugombea nafasi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ubiri. Lakini nimeshangaa siku hiyo nimeandaa mawakala nikawapeleka kwa usafiri kila mahali. Kufika kule nikawapanga, nikaendelea na taratibu nyingine kuwapeleka huku. Baadaye nasikia taarifa kwamba mbona bwana humo umetolewa. Nikamwambia hapana bwana, angalieni vizuri. Akasema njoo uhakikishe. Napigiwa na wakala mwingine akaniambia humo bwana. Basi mimi nikasikitika sana. Kwa nini? Kweli nikafika pale, nikaomba niingie pale. Kufika pale nikaona kweli jina langu halimo. Basi mimi kitu nilichofuatilia tu haraka nikakimbia kwa viongozi wangu wa wilaya. Ndio wakasikitika nao sana. Ndio wakanipa taarifa tu kwamba bwana, hebu tulia, swala hili tulichukue tulipeleke mahali panapohusika. Ndio swala hilo mpaka sasa hivi linashughulikiwa, lakini bado mpaka sasa hivi mimi sioni taarifa yoyote. Yaani hata kukata tamaa. Mimi nikawaambia viongozi, sasa kama hawa viongozi wetu hii serikali ya Chama cha Mapinduzi wanatufanya hivi, hata mimi wananikatisha tamaa. Kutokana kwamba gharama kwanza nilizotumia ni nyingi sana. Halafu leo simo nimefutwa kabisa. Basi nikasikitika sana. Watu wengi Ubiri walitazamia kwamba mimi siku hiyo ni mwenyekiti wa kijiji, lakini wengi wakasikitika sana. Lakini basi hakuna jinsi, mimi nikanyamaza mpaka leo. Bado tunasubiri majibu yatoke. Mimi kwanza kabisa wao ndio waliotupokea kuhusu mawakala, wakaingizwa kwenye mfumo kabisa. Mawakala wakaingizwa kwenye mfumo. Baadaye mimi nikashukuru kwamba wao wana taarifa kwamba mimi nimo. Lakini mimi nikaona kwamba basi kama wameshaingiza kwenye mfumo wanajua. Lakini mimi nilivyosikia taarifa baadaye uchaguzi ulivyoisha, nikawaambia bwana, jana yake wakaona kwamba hali ilikuwa tete Ubiri. Huyo mgombea ninayogombea naye wa CCM wakajua kabisa kwamba huyo ataanguka lazima. Ndio wakafanya hilo swala la kuniangusha haraka. Wakanifuta. Yaani nimefutwa sijui ni usiku, lakini taarifa halmashauri tena zilikuwa zipo. Maana tumewekewa mapingamizi mara ya kwanza, lakini mapingamizi yakaleta jibu kwamba tumo kwenye uchaguzi. Lakini nikashangaa simo. Yaani mpaka sasa hivi nimeshangaa simo. Yaani bado yaani hata sasa hivi sina raha kabisa. Sina raha na hii serikali ya Chama cha Mapinduzi. Okay. Kwa hiyo unalipi la kuambia wanachama wenzako juu ya ukatili uliofanywa? Mimi kwa kweli, yani hata sasa mimi naomba tu kwamba huu uchaguzi ujao hatuhususi, bali wasipofanya taratibu za uchaguzi huo hatutaingia kwenye uchaguzi, bali tutaomba viongozi wetu walisimamie swala hili ili tuingie kwenye uchaguzi huu. Lakini wakiingia kwa nguvu hatutaukubali uchaguzi huu, tutaukataa. Asante. Naitwa Jelda Ramadhani Hosha. Mimi ni mwenyekiti wa BAWACHA jimbo la Lushoto. Tuko hapa leo tuna kikao cha dharura. Kikao hicho tunaenda moja kwa moja kwenye mambo ya uchaguzi, yanayohusu uchaguzi. Kifupi tutaongelea kuhusu no reform no election. Watu wanachotaka ni mabadiliko. Bila mabadiliko watu hawataingia kwenye, hawatashiriki au hawataingia kwenye uchaguzi. Kwa sababu gani? Watu wamefanya chaguzi nyingi, lakini chaguzi hazikuwa za haki. Mimi ni shahidi. Nilisimamia uchaguzi nikiwa kama wakala. Kuapishwa tu kwenyewe ilikuwa shida. Kupewa viapo ilikuwa mtiti. Tunamaliza kwenda kwenye vituo,
Tunafika kwenye kituo, unaambiwa wakala wewe usiingie na simu, mara usishike simu, lakini unaangalia msimamizi pale ana chati, anapiga na simu, anaongea na simu. Lakini tu unaangalia kuna mwenzako pale anatoka CCM, ana simu, anatumia simu, ili tu wewe kwa kuwa unatoka Chadema uruhusiwi kushika simu, uruhusiwi kuongea na simu, uruhusiwi kuchati. Ni kwamba simu uweke hapo, ukae wewe uangalie. Cha kwanza. Lakini cha pili, wasimamizi wa uchaguzi. Wasimamizi wa uchaguzi kama vipi wabadilishwe, watu wa yani tume, yani kifupi ni tume huru, tume iwe huru, katiba huru, watu waingie kwenye uchaguzi. Chadema wanasema hawatashiriki uchaguzi, lakini si kwa nini? Mambo yanayofanyika ndani ya nchi yetu yanasikitisha. Maana mfano saizi mwenyekiti wetu yupo ndani, lakini ukiangalia sana hajatukana, yupo kikatiba, yupo kikatiba, maana ninafanya mikutano kama inavyotakiwa, lakini cha ajabu tu amekamatwa ndani, hakuna kosa, hajatukana, hajapigana, kwa yupo kihaki. Sasa ni yote kwa yote ni mambo ya nini? Ya katiba. Uchaguzi sema watu wanaogopa. Yaani watu wanaogopa, mfano hapo watu wanaogopa, watu mtu hata unapita mtaani ukionekana umevaa nguo ya Chadema unanyoshewa kidole. Akionekana mtu anapita hapo amevaa nguo ya CCM ni anapigiwa makofi. Kwa nini? Mtu ni wa CCM amefanya kibaya anapigiwa makofi. Akionekana ni wa Chadema yupo amefanya jambo halionekani au linaonekana ili mradi tu ni wa Chadema ni vibaya. Kwa hiyo hatuna haki. Yaani kifupi ni kwamba hakuna haki inayotendeka. Si kwenye uchaguzi si nini. Watu sio kama watu eti wanaandikisha kwenye madaftari ya kupiga, maana watu wanadai watu wamejitokeza, watu wanajitokeza kwenye daftari la kudumu la kupiga kura, watu wanaenda wanaandikisha. Hapana, mtu anaenda anaandikisha ili kupata kikadi kusudi aende kuchukulia mikopo. Subiri nikaandikishe nipate kikadi ili nikachukue. Lakini watu wengi sio wanaotoka Chadema tu. Watu wengi ni hawataki uchaguzi. Maana mtu ni anaenda tu anachagua lakini hajui anachofanya. Kwamba naenda namchagua nani. Na huyu nani ninaenda kumchagua ananifaa nini. Kwanza watu wanaangaliana wenyewe kwa wenyewe. Mtu anamchagua mtu akijua kwamba huyu wa nyuma yangu hapa atapata faida, lakini sio mimi ambaye niko pembeni. Kwa hiyo watu wengi wamekata tamaa sana na mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo ndio maana sisi Chadema tunaomba mabadiliko yafanyike. Ndipo mabadiliko yatafanyika tutaingia kwenye uchaguzi. Mabadiliko hayatafanyika uchaguzi hatutashiriki, na vinginevyo uchaguzi utazuiliwa. Utazuiliwaje? Ni kisheria. Watu wataandamana, hakuna watu kufanya uchaguzi kusudi haki ipatikane. Kwa majina mimi naitwa Pius Rafael Shenkalwa, ni katibu wa Chadema jimbo la Lushoto. Leo ni siku yetu ambapo tulikuwa na kikao cha dharura, kikao ambacho ndio muda huu tumekimaliza, na hata hivyo baadhi ya wajumbe ndio wameshaelekea majumbani, ukizingatia kwamba watu wako kwenye maandalizi ya sikukuu ya Pasaka. Kikao chetu kilikuwa ni kifupi na agenda zetu zilikuwa ni chache tu. Tulikuwa na agenda kuu mbili. Agenda yetu kubwa ilikuwa ni tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwa msimu uliopita. Mimi nianze na kwamba agenda yetu kubwa nyingine ni no reform no election. Naomba nianze kwa kuzungumza agenda hii ya kwanza ambayo ilikuwa ndio kubwa zaidi karibia kuliko agenda zote. Hii ndio agenda mama. Kwa nini tupitie? Kwa nini tufanye tathmini? Tulifanya tathmini ya agenda hii kwa sababu ukienda kuangalia kwa mfano mwaka 2019 tulishiriki uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini katika uchaguzi ule haukuwa wa haki, haukuwa huru na haki. Ulikuwa umejaa vituko vya kila namna. Kwanza uchaguzi ule ni kwamba hakuna uchaguzi kwa sababu wagombea wetu jimbo zima la Lushoto wote waliporwa fomu. Kama katibu nilifanya majukumu yangu, niliwapa barua viongozi ambao tuliachagua kwamba watakuwa ndio wagombea wetu waende wakachukue fomu za kuomba nafasi mbalimbali, lakini
wengine walizuiliwa kuchukua fomu, wengine walipewa fomu, wale ambao walikuwa na sauti angalau kidogo. Lakini pamoja na kwamba wengi walienda kuchukua fomu, walikuja na kwa kujua kwamba CCM wana tabia, wanaanza kwenye mapingamizi. Na moja kati ya mapingamizi ambao wanakwenda kuyaweka, wanaangalia kwenye fomu kama je, umejazaje fomu. Sasa mimi kama katibu, jukumu langu ambalo nilikuwa nalifanya ni kuweka katika makundi, kwamba kata hii hapa viongozi wote wakae sehemu moja, halafu nachagua kiongozi ambaye atakwenda kuniwakilisha, ambaye ana mazoezi mazuri, mafunzo mazuri ya kwenda kujaza ile fomu. Kwa hiyo kazi hii ilifanyika kwa usahihi. Lakini pamoja na kufanyika kazi hii kwa usahihi, mwaka 2019 viongozi wetu wagombea kwenye kata, kwenye vijiji walirudisha fomu, na baada ya kurudisha fomu tu wengine wakaambiwa hamjarudisha fomu, yani mlichukua fomu lakini hamjarudisha. Na tunajua kabisa wengine tunaenda nao, anarudisha, tunaangalia. Sasa tukasema basi wamefanya hivyo, huenda kuna mahali tumekosea. Lakini tumeenda 2020 nimekwenda kuwasimamia madiwani. Tumeweka madiwani maeneo mengi ndani ya jimbo la Lushoto, sababu Lushoto na kata 15. Tumeweka madiwani maeneo yote, lakini pia tuliweka katika nafasi ya ubunge, tuliweka mgombea. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, kilichofanyika kwa kweli ni aibu. Kwa sababu kwa mfano ndani ya jimbo la Lushoto, matokeo yalivyotoka ya 2020 na matokeo ya mwaka 2015 ni yale yale. Mwaka 2015 walitoa kwamba Chadema tulipata kula 4,008, na mwaka 2020 wakasema Chadema tumepata kula 4,008. Kwa hiyo inavyoonyesha kwa hapo, kwa sababu tume tulionayo sio huru, maana yake wanajiandalia matokeo wanavyotaka wao. Kwa hiyo angalia ndani ya mihula miwili, mwaka 2015 2020, matokeo wametoa yale yale. Sasa tukawa tunalalamika, lakini sasa unasemaje? Umeshaporwa. Na kwa bahati nzuri tunafanya mawasiliano na viongozi wa kitaifa, tunapata taarifa kwamba ni nchi nzima wamefanya hivyo. Sasa tukaelekea tena kwenye mwaka huu wa 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Hii ilikuwa ni shida na ni aibu vile vile, kwa sababu kama katibu vile vile nilifanya majukumu yangu kuhakikisha wagombea wangu wote ambao nimewaweka kwenye vijiji, kwenye vitongoji, wanapata haki yao ya msingi, ikiwa ni pamoja na mihuri na barua. Kwa hiyo vyote tulijitahidi, tuliwapa. Lakini kilichokuwa kinafanyika mara baada ya kuondoka kwenye vituo hivyo ilikuwa ni mambo ya aibu. Halafu jambo la kushangaza ni kwamba mtu anagombea ngazi ndogo ya kitongoji ambacho hasaini hata kwamba atalipwa angalau kwa kila mwezi hata 20,000. Hakuna saini yoyote. Lakini eti wanawaingilia hata wagombea, kwamba anamfuata mpaka nyumbani kwao. Anaenda anamwambia, bwana tutakupa shilingi 200,000 uache kugombea. 200,000 acha usigombee. Sasa ujiuliza wanapata faida gani? Mimi sijui. Kwa hiyo wale wengine, kuna wengine ambao walikataa wakasema sasa mimi siachii, nataka nigombee. Mimi siachii. Anafuatwa mpaka kwa ndugu zake, kwa mama, kwa baba, hatutaki mtoto wako agombee. Sasa kama unavyojua wananchi kwenye maeneo mbalimbali huwa hawana uelewa mwingi. Taarifa za vitisho inakuwa ni rahisi kufanyaje? Ni rahisi kukubali kwamba basi kama natishiwa hivi sasa nigombee, niende nikaingie kwenye misukosuko au nipigwe au nifanyeje. Basi anaacha. Nimepata taarifa nyingi. Unakuta karibia mpaka saa 8 za usiku silali. Watu wanahangaika, wanasumbuliwa huko mitaani, wagombea wanahangaika, wanasumbuliwa. Nimefuatwa sasa hivi na viongozi kutoka CCM wananiambia nisigombee.
Nimefuata, ananiambia niwape fomu hiyo, wanipe pesa. Kila mtu anakuambia changamoto yake, kila kata unakuta kuna changamoto, lakini tunagunduaje kwamba hawa watu ni wale wale? Sera yao inakuwa ni moja. Wakishatoa kwamba kila kiongozi, mwenyekiti wa kijiji kwa mfano, wanasema huyu atapewa, tuambie 200,000. Kwa unakuta yule anakuambia niliahidiwa nipewe 200,000 lakini nimeacha. Nimeahidiwa nipewe 50,000, utakuta ni 50,000 hivyo kila taarifa unaopokea. Kwa hiyo watu wanaokwenda kushawishi na kuvuruga wagombea ambao tumewaweka kwenye kata huko, unagundua kwamba hawa ni wale wale, kwa sababu taarifa zinazotolewa na wale viongozi, wale wagombea ni zile zile. Kwa hiyo ndani ya jimbo la Lushoto kwa msimu huu wa 2024 kulikuwa na changamoto ambazo zilikuwa kwa kweli si jambo jema. Kwa mfano tu nitoe mfano wa kata 2 au 3, kwa sababu nikianza kutoa mifano mingi inaweza ikafika hata kesho tazungumza, kwa sababu mambo yako mengi sana ambayo kesi nyingi sana ambazo nimeletewa ambazo ziko kwenye meza. Kwa mfano kata ya Kwemashai nimekwenda nikiongozana na mwenyekiti wangu wakati wanaweka mapingamizi. Hakuna sababu ya kuweka pingamizi kwa sababu tulijaza fomu tukiwa nao. Amejaza vizuri kwa usahihi, unajua kajaza vizuri kwa usahihi. Wakishafika wanawatafuta wale wagombea wa upande wa pili wa CCM maana yake. Anawaambia sasa weka pingamizi. Sasa wale wagombea wakati mwingine unakuta yule ni ndugu. Wanagombea wote, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa baba mdogo. Tofauti ni kwamba mtoto wa baba mkubwa anagombea Chadema, mtoto wa baba mdogo anagombea CCM. Sasa anapoambiwa nenda kamwekee pingamizi au njoo uweka pingamizi, yeye anakataa, anakuambia sitaweka pingamizi. Kwa hiyo tunaenda kwenye maeneo kwenda kuangalia mapingamizi yaliyowekwa ni mapingamizi ya namna gani. Unakuta hajaandika yule mgombea wa Chama cha Mapinduzi, yameandikwa yale mapingamizi aidha na kiongozi wa CCM, katibu wa kata au na diwani, au yameandikwa na msimamizi wa uchaguzi. Kwa mfano kata hii ya Kwemashai tumeenda kutengua pingamizi, tumekuta aliyeandika ni msimamizi wa uchaguzi, ndiye aliyeandika. Sasa baada ya kumtafuta yule ndugu ambaye anagombea kutoka upande wa Chama cha Mapinduzi, akasema mimi sijaweka pingamizi, hao watu wamenilazimisha kuweka pingamizi. Basi tukalijibu ile pingamizi, tukaondoka. Kwa hiyo siku ile ilikuwa ni kukimbizana, na kila mahali unazunguka unaitwa. Eneo mengi kimsingi ilikuwa ni vurugu, kila mahali kuna staili yake ya vurugu. Sehemu nyingine unakuta jina la mgombea wetu wa Chadema unakuta halipo, limeandikwa mgombea wa ACT. Wakati huo mgombea wa ACT hawajaweka mgombea hapa. Kwa hiyo wamechanganya. Sasa wagombea wetu unakuta wamevurugwa. Wengine wanasema bwana mimi sitashiriki tena siasa. Lakini mimi nitoe tu wito kwa serikali na viongozi. Wajue kwamba wanapotuvurugia chaguzi, hizi chaguzi za serikali za mitaa, hizi chaguzi sio kwa ajili ya viongozi wa serikali. Hizi chaguzi ni kwa ajili ya wananchi. Hizi haziwahusu kabisa. Kwa hiyo niombe kwamba inawezekana hawajitambui, lakini najua wanajitambua. Lakini mimi nisema inawezekana hawajitambui, ila wajitambue. Kwa sababu kwa mfano mimi mwenyewe niligombea chaguzi za serikali za mitaa. Niligombea kitongoji cha Irente. Na kwenyewe kulikuwa na changamoto. Baada ya kuona kwamba kwenye mapingamizi hawataniweza, walitumia mbinu nyingi sana kuhakikisha wananitoa kwenye uchaguzi. Kwanza nilienda kuchukua fomu, nikajaza, nikarudisha. Nilipofika nikamwambia msimamizi wa uchaguzi ambaye mtendaji wa kata, nikamwambia kagua fomu yangu kabla sijaondoka. Angalia, kagua zote. Isije ikatokea kwamba naondoka hapa, halafu anakuja mtu wa CCM, anakuja anaichafua. Aidha anabadilisha
jina anaongeza herufi pale mbele, halafu anakuandikia nini? Pingamizi. Au kwenye mwaka wa kuzaliwa anaweka, yani umezaliwa mwaka 1976, anachafua pale, anaandika mwaka 2024, anachafua tu ili mradi akutoe kwenye nini? Kwenye uchaguzi, au weke pingamizi. Kwa hiyo haya tumeyaona kwenye maeneo mengi tofauti tofauti. Sasa hapa mimi nilihakikisha kwamba hapa hawaniwezi, na hawakuniweza kweli. Tukaondoka tukaenda hivi. Wakati tunaingia kwenye kampeni, wakatuma mjumbe nyumbani. Wakaja wakamwambia, bwana, tumetumwa na viongozi, kwa hiyo upewe 200,000 ili uachie, ili ulegeze, usifanye kampeni kwa nguvu. Eti wanipe 200,000. Basi nilimwambia, basi wewe bwana, mimi siwezi kukulaumu kwa sababu wewe unasema umetumwa, na mtu yote anapotumwa akipeleka taarifa, hiyo taarifa hata kama itakuwa ni taarifa mbaya, siwezi kukuchukulia hatua kwa sababu umetumwa. Lakini nikamwambia, nenda kawaambie hao waliokutuma, kama wanaona pesa ni issue, mimi sina shida 200,000, na kama wanaona kwamba wao wanahitaji sana pesa, waje niwape milioni ili mgombea wao aondoke, mimi nigombee. Lakini siko tayari kuuza utu wangu kwa ajili ya kupewa 200,000 kwa hapa kwa sasa. Ni kwamba kama haya yote niliyoyazungumza wamefanya haya, na wanafanya kwa makusudi. Sasa sisi Chadema tumekuja na agenda ya no reforms no election. Hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi. Na sio, kwa hiyo si kwamba sisi Chadema tunasema no reforms no election, kwamba sisi Chadema hatutafanya uchaguzi kama hakutakuwa na hayo mabadiliko. Hapana. Hakuna chama kitakachofanya uchaguzi kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nina haki ya msingi ya kuingia kwenye uchaguzi. Chadema ni chama kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ukisema kwamba kama wewe hutaki kuingia kwenye uchaguzi, basi kaa pembeni. Kesho na kesho kutwa CCM watabaki vile vile na chaguzi hizo za kitapeli. Kitu ambacho sisi hatutaki. Tunataka kama tukivuka kwenye hili, tukivuka nafasi ya kushiriki uchaguzi kwa sababu walikwenda kusaini Dodoma pale, ilikuwa ni kanuni. Ni kanuni. Kanuni inatungwa, unaenda kusaini. Sasa tunaangalia na katiba, sheria inasemaje. Chama kisiposaini kizuiliwa kufanya uchaguzi. Sasa tunaenda kuangalia, lakini kwa bahati nzuri Chadema tunaona sheria wazuri. Kuwasikiliza utakwenda kuelewa kwamba tuna nafasi nzuri ya kushiriki uchaguzi. Kwa sababu haiwezekani eti mimi baba nikose haki, halafu mtoto wangu apewe haki. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo tunaangalia sheria, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza nini kuhusiana na haki ya msingi ya chama kushiriki uchaguzi.